Takwimu za mtu amekuwa bingwa mara nyingi kwenye nchi, maana yake atakuwa ameshiriki mara nyingi kwenye mashindano ya klabu bingwa au shirikisho barani Afrika. Nani bora kati ya Simba na Yanga katika mashindano ya klabu bingwa au shirikisho katika bara la Afrika? Na leo kama ukujibu unaondoka hapa na kufukuza. Haki ya Mungu nakwambia, na Mungu nakuapia, bado ligi haijaisha, naamini tutamtambua bingwa baada ya ligi kusha. Wanaonyesha vidole waendelee kunionyesha, lakini Mguto atabaki kuwa shujaa kwenye ligi ya MBC. Watanzania ni watu wenye akili timamu. Watanzania tuna macho mawili, tunaona, tunaamini ufanyakazi wao na tunawapa pongezi. Mmoja wa watani zangu Dar es Salaam Yanga Africans wamefanikiwa katika utawala huu, akalia na Kidau, utawala huu akasonga pamoja nani? Mguto. Wanasema mashabiki wa Simba hivi sasa kinyonge sana. Unatusemea si ni klabu bora katika klabu bora barani Afrika. Yawezekana ubora wetu kuna baadhi ya watu wasiutambue kwa sababu za interest zao wenye mpira wao kwenye bara la Afrika. Na yawezekana haya yanayotokea ni moja ya chachu ya kutuongezea sisi kupambana na kufanya vizuri kwenye bara la Afrika. Ngoja niwape hadithi moja 69. Kwa takwimu zenu nyinyi waandishi wa habari, Simba na Yanga nani kachukua ubingwa mara nyingi? Ligi kuu. Yanga. Tunakubaliana hilo eh? Kwa mtu akichukua ubingwa wa ligi kuu mara nyingi, Simba na Yanga kwenye mashindano ya kimataifa, nani kashiriki mara nyingi kwa takwimu hizo? Nani kashiriki mara nyingi kwa takwimu hizo? Yanga. Tunakubaliana? Mbona unatikia kinyonge? Kwa takwimu za mtu amekuwa bingwa mara nyingi kwenye nchi, maana yake atakuwa ameshiriki mara nyingi kwenye mashindano ya klabu bingwa au shirikisho barani Afrika. Nani bora kati ya Simba na Yanga katika mashindano ya klabu bingwa au shirikisho katika bara la Afrika? Jibu. Na leo kama ukujibu unaondoka hapa na kufukuza. Haki ya Mungu nakwambia, na Mungu nakuapia, step by step tufike mahala lazima tutengeneze Watanzania wajue kupitia 69. Kweli sio kweli? Tunakubaliana kwa namna takwimu zenu nyinyi waandishi wa habari. Tunasema Yanga kachukua ubingwa mara nyingi kwa bara. Ndivyo sivyo? Maana yake Yanga ameshiriki mara nyingi kwenye mashindano yanayoendelea na CAF. Sawa sawa. Swali nauliza, nani bora kwenye mashindano ya CAF? Aliyeshiriki mara nyingi na aliyeshiriki mara chache? Nani bora? Nyama vizuri anafanya vizuri. Nini kwa nini Simba kashiriki mara chache anaonekana amefanya vizuri kuliko ni mtu ambaye alishiriki mara nyingi? Simba ni bora. Nendeni mseme. Nendeni mzungumze. Nendeni watu wajue. Bora wa Simba uzungumzwe ama Simba pewe kipaumbele kiasi hicho? Yuko mwanadada mmoja, mwanataarabu, simkumbuki nani yule, alimba mwimbo wake anasema aliyepewa kapewa. Aliyepewa kapewa. Aliyepewa kapewa. Tayari tumepewa. Tayari sisi bora kwenye bara la Afrika. Vipi ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara sasa mikoa ikisugu? Bado ligi haijaisha, naamini tutamtambua bingwa baada ya ligi kusha. Na ndio maana bado tunacheza na King Gold. Tukitoka hapo tutakwenda kucheza na Kagera Sugar. Mimi naamini mwisho wa ligi bingwa atapatikana. Bingwa anapatikana kwa mambo mawili tu. Aidha kwa na pointi nyingi ambazo hakuna mtu yote anaweza kuzifikia, au ligi baada ya kusha. Ukitaka kuniuliza hilo swali, nani bingwa, subiri ligi ishe. Mtani wako anakuambia dabi haina kipengele. Nimesema ili kumtambua bingwa ngoja ligi ishe, ndio mtamjua bingwa nani. Mazoezi yale bado yanaendelea? Yes. Tuko vizuri. Tunaendelea vizuri. Mpanzu yuko sawa sawa, Ahua yuko sawa sawa, Ateba yuko sawa sawa, Barua yuko sawa sawa, Mohamed Hussein Shabalala yuko sawa sawa. Tunaelekea Tabora kuchukua pointi 3 dhidi ya Kongoli. Na inshallah Mwenyezi Mungu ikimpendeza na jitihada za wachezaji wetu watakwenda kuipambania timu, watajua toa jasho na damu, tutakwenda kuchukua pointi 3. Tena kuchukua alama 3. Yes. Simu umekuwa na vipengele vingi. Wewe mtazamo wako, lakini mimi naamini mmoja katika msimu bora ni msimu bora. Wenye mpira wao wamesema tuna ligi ya 5 kwa ubora kwenye bara
Afrika. Leo kiongozi aliyokuwa sio bora anaonekana bora katika nchi. Kiongozi ambaye ligi yake imekuwa bora katika nchi, mtoto mwenye umri wa miaka 28 wanamtukana, anasema uitoa na anatoka. Labda kwenye uchunguzi wameona sio bora. Mtoto mwenye miaka 28 anasema hakuna mwanaume anayeweza kufanya hivi, na kweli maneno yake yanasikilizwa. Bado nitasema wanaochukia wachukie, wanaonyesha vidole waendelee kunionyesha, lakini Mguto atabaki kuwa shujaa kwenye ligi ya NBC. Almasi atabaki kuwa shujaa kwenye ligi ya NBC. Kidau ataendelea kuwa shujaa kwenye ligi ya NBC. Kalia atabaki kuwa shujaa kwenye ligi ya NBC. Wamefanikiwa kwenye mpira wetu. Wako watu kwa jitihada za makusudi, kwa namna viongozi wao waliofanikiwa kwenye mpira, wanajaribu kupambana kufanya jitihada waonekane lolote si chochote. Watanzania ni watu wenye akili timamu. Watanzania tuna macho mawili, tunaona, tunaamini ufanyakazi wao na tunawapa pongezi. Umeumia kujiondoa ama kuachishwa kazi kwa baadhi ya viongozi. Lazima umie kiongozi bora. Nani asiyejua ubora wa Almasi Kasongo? Nani asiyejua ubora wa Mzee Mguto? Nani asiyejua ubora wa Kalia? Nani asiyejua ubora wa Kidau? Nani? Mmoja anyoshe kidole. Mmoja wa watani zangu Dar es Salaam Africans wamefanikiwa katika utawala huu wa Kalia na Kidau, utawala huu wa Kasongo pamoja nani? Mguto. Acheni unafiki. Acheni usharati. Acheni uzandiki. Mnakwenda kufanya maamuzi kwa maslahi ya mtu. Kuna muda lazima tufanye maamuzi kwa maslahi ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Guys, tutafika. 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 Kwa sababu wataneza kwa jere wafanya bati kama unamsema. Mimi nafikiri umeninukuu vibaya. Kwenye haki na batili sijazungumzia mtu, isipokuwa nimewafahamisha watu kwamba duniani wakae wakijua kuna haki na kuna batili. Hatimaye Young Africans wamepata haki yao. Yes. Kwa mtazamo wako ni sawa? Wameipatia nyumbani. Walienda kasi wakaikosa, wakarudi nyumbani wameipata. Yes, okay. Mikoa kinyonge sana, sijakuzoea hivi. Nataka niruke kama nafanya kampeni. Kama tuko bila kule la Afcon kuona. Waandishi usaidieni mpira wetu. Waandishi msaidieni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama yetu huyu anafanya jitihada kubwa. Nanyi waandishi mtakuwa mashahidi. Amepigana 2027 mashindano ya Afcon tunaandaa sisi. Mashindano ya CHAN tunaandaa sisi. Kubwa waandishi, naombe sana ni kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mchezo wenu dhidi ya Ken Gold unaenda kuwa ni mchezo wa namna gani? Sio mchezo mwepesi, ni mchezo mgumu. Japokuwa Ken Gold tayari wameshashuka daraja, lakini naamini kuna timu ya Ken Gold, lakini kuna wachezaji wa Ken Gold. Wachezaji wa Ken Gold wanajua kipindi hiki tunakwenda kwenye kipindi cha usajili. Mimi naamini tutatumia mchezo wetu kwenda kujiweka sokoni ili kuona namna ambavyo timu nyingine zinashawishika kwenda kuwasajili. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu, mechi itakuwa na ushindani mkubwa. Lakini sisi kama Simba na imani kwamba tumejipanga vizuri, management iko sawa sawa, mashabiki tuko vizuri, tutakwenda kuisupport team na inshallah mimi na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kimpendeza, tutakwenda kuchukua matokeo dhidi ya Ken Gold. Kisugu, hapo umezungumzia haya tetesi za usajili. Inasemekana beki wenu bora kabisa Shefono Malone huenda katika msimu unaofuata asiwe sehemu ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Mimi nafikiri tutazungumza baada ya ligi ya NBC kuisha. Si wakati wa usajili huu. Huu ni wakati bado ligi ya NBC inafanyaje? Inaendelea. Kwa hiyo swala la usajili mimi naamini kwamba tupeni muda. Ligi itakapokwisha tutajua nini nazungumza katika hili. Shukrani sana. Asante sana. Asante sana.